ni aina ya uongozi ndio engine inayoleta mafanikio kwenye taasisi yoyote duniani. Uongozi ni very vital. Yaani uongozi ni kitu kikubwa. Kwa mfano, Simba na Yanga wamefikia hatua inayosikitisha kwamba qualification ya kuchagua siku ya uchaguzi na kuchaguliwa ni kuwa na kadi ya Simba. Lakini si ndo katiba inataka? Nisikilize basi kwanza. Katiba inatengenezwa na binadamu. Hakuna katiba inayoshuka kutoka mbinguni. Umewahi kuiona? Katiba inatengenezwa na binadamu kwa maana ya madhumuni na wanakotaka kuelekea. Kwa mfano, mtu anayo kadi ya Simba. Hajawahi kuongoza mpira kwenye mtaa wake, hajawahi kuongoza mpira kwenye kata, hajawahi kuongoza mpira kwenye wilaya wala mkoa. Anakwenda dude kubwa kama Simba au Yanga, akalifanyia nini? Kwa lazima atepete. Na ndio maana mimi nasema, wakati mwingine wanasema Kaduguda ana matatizo. Haiwezekani, mimi nasema haiwezekani kwa kiongozi wa Simba wakafungwa na Yanga mara 4 mfululizo. Haiwezekani, kuna shida. Lazima tukubali. Kwa mantiki hiyo kwamba aina ya viongozi ambao wapo, na ndio maana nasema management ni muhimu sana katika kupeleka taasisi kwenye mafanikio. Kwa mantiki hiyo mpaka sasa hivi viongozi hao wanaongoza Simba bado si watu wa mpira. Nimekwambia hivi, kuna mtu ana kadi ya Simba, amebahatika. Kuna mtu leo ana kadi ya CCM, ana kadi ya Chadema, mjawaona watu. Ana kadi ya TLP. Yeye kinachomsukuma kuwa na hizi kadi, yani anazo zote anazo. Sio mapenzi wala ile commitment, si commitment, tunasema dhamira ya kusaidia Simba au Yanga. Yeye kuna vitu anavihitaji kupitia ile taasisi kwa mtu yoyote. Na ndio maana pale walipotokeza wazee tumefungwa mara ya 4, nikasema hawa sio wazee wa Simba. Kama Simba ina wazee, Simba haiwezi kufungwa mara 4. Haiwezekani. Mimi nakataa. Na miongoni mwa wazee wa Simba na Mwina Seif Kaduguda akiwepo. Mimi huwa sishiriki kwenye vitu vibovu. Lakini wewe ni mzee wa Simba. Mimi ni mzee wa Simba. Mimi ni mzee wa Simba. Ila ushiriki kwenye vitu vibovu. Kwenye vitu vibovu ukishakuwa na samjo mimi huwezi kuniona. Kwa sasa hivi ndani ya Simba kuna usamjo sana. Mwina Seif Kaduguda Simba. Lazima tu ukweli, kama hutaki ukweli. Mimi ndivyo nilivyozaliwa. Na mama yangu Mwambua Biti Rashidi aliniambia siku utakapoanza kuwa mwongo ndio siku maisha yako yameishia hapo. Kabisa. Mimi nimenyoka.